Porini kule Tunduru Masasi. Naomba askofu wa Masasi, Tunduru Masasi anisamehe, jirani yangu, lakini tutaelewana. Sasa katika miaka mitatu anakaa, kwa hiyo 80 mwaka 90 anakuja Dar es Salaam kama askofu mwandamizi. Miaka 8 baadaye tayari mwadhama 98. Kwa hiyo unaweza kuona ile trendi kwamba ni zawadi ya pekee, zawadi ya Mungu. Katika somo la pili tulilosoma, Paulo mtume kwa Waefeso sura ya 4 mstari wa 11 mpaka 16, Paulo anafananisha watu wa namna hiyo ni watu ambao wamekomaa katika imani, sio kama watoto wachanga, sio kama watoto wanaonyonya. Watu wengine imani zao watu wazima, lakini imani kama watoto wachanga, kama wanaonyonya. Kwa hiyo yeye Paulo mtume katika barua hii, somo hili la pili kwa Waefeso, anamlinganisha kama mtu mzima. Imani yake imekumba, hapeperushi kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine, na Paulo mtume anatoa hiyo onyo, na yeye anaendelea katika hiyo imani yake, na hiyo anaileta Dar es Salaam kama kufanya reform, kama walivyofanya mwalimu wa maadili, anakuja hiyo nayo kufanya hiyo reform katika jimbo kuu la Dar es Salaam katika maadili. Hao mapadi wa Dar es Salaam aliwanyosha, hata nyinyi dada wadogo aliwanyosha, hamkuwa na mahali pa kwenda, ndio maana hamkukengeuka. Lakini maana yake ile reform yake ni kama ya watakatifu wakuu, kama akina Mtakatifu Francisco wa Assisi, Mtakatifu Teresa wa Avila, Mtakatifu Yohani wa Msalaba, Mtakatifu Bernardo wa Clairvaux. Ile reform yake, na reform kubwa anaifanya kwa mfano wa maisha yake, sio zaidi. Na anaendelea kwa kusema kwamba yeye Paulo mtume katika barua yake ile, katika somo lake ile la pili, Efeso sura ya 4 mstari wa 11 mpaka 16, anasema yeye alikuwa mtu mwenye ukweli, ambaye tulisikia pia katika somo hilo, na anatoa wajibu kwa watu mbalimbali. Kwa hiyo kwa kweli yeye kama mwalimu, yeye kama mchungaji, yeye kama mfuasi wa mitume, kama ile barua inavyoeleza, hakufundisha tu Dar es Salaam. Kwa kweli amefundisha kanisa la Tanzania. Mambo mengi Tanzania kanisa limejifunza. Waheshimiwa maaskofu labda wanaweza usikubaliana na mimi katika hili, ila I am convinced kwamba mengi tumejifunza kutoka kwake. Kwa mfano participation, ile kugawa utume, uwaka wa WATA, utoto mtakatifu, wale wote walipewa majukumu, aliwapa majukumu, na majukumu ambayo walifanya katika kanisa. Tegemeza jimbo tumesikia 94, ambayo ipo karibu majimbo yote sasa Tanzania, tumejifunza kutoka Dar es Salaam. Kwa hiyo baba huyu alikuwa mwalimu wetu sisi sote. Na tunaenda wazo la pili, imani yake haikutikisika. Imani yake haikutikisika, imani yake ilibaki imara siku zote. Alikuwa mtu wa imani iliyokomaa. Lakini imani hiyo anazungumza ukweli mwadhama siku zote, anazungumza ukweli kwa upendo mkubwa. Mimi nimekutana naye mara nyingi, unapoona anazungumza katika upendo. Anapokosoa kitu anakosoa katika upendo, hakuna chuki. Kwa hiyo upendo na ukweli unaungana katika Mungu.
huwezi kutenganisha ukweli na upendo. Mtu anayependa lazima awe mkweli. Baba awe mama anayependa familia yake lazima ataishi ukweli. Kama uipendi, ndio utakuwa mdanganyifu. Hivyo hivyo kwa mtu yeyote ambaye atapewa majukumu. Kwa hiyo ndivyo alivyokuwa baba mwadhamu. Ukweli na upendo katika maisha yake haikuweza kutenganishwa, ilikuwa kitu kimoja na vikaungana vyote katika Mungu, katika Kristo. Vikaungana vyote katika Mungu, katika Kristo. Kwa hiyo imani yake haikutetereka. Imani yake haikutetereka, ilizidi kukua. Ilizidi kukua siku zote. Na katika hilo hilo la upendo na ukweli, Paulo mtume anatukumbusha kwamba tusiwe tena watoto wachanga ambao tunatupwa huko na huko, kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Na hiyo hiyo ya upendo, Paulo mtume katika barua yake ya kwanza kwa Wakorintho sura ya 13 mstari wa kwanza anasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Mtakatifu Sipriani, askofu wa Karthaje, Tunisia huko katika karne ya 3, alifanya utume wake wa askofu kwa miaka 10 tu, miaka 248 mpaka 258. Anamwandikia askofu mwingine ambaye ameuawa kwa upanga, Askofu Cornelius, papa naye ambaye aliuawa mwaka 253, miaka 5 kabla ya Sipriani hajauawa. Na baadaye sikukuu za hao wawili zinaunganishwa, Cornelio na Sipriani, Septemba 14 yani. Kwa hiyo labda hiyo niache kwanza, lakini inaunganishwa siku yake. Anaandika Sipriani, anamwandikia Cornelius baada ya kusikia Cornelius ameuawa. Anamwandikia na anaandikia kanisa la Roma. Anaandika ifuatavyo, anasema, ndugu yangu Cornelio, nimesikia juu ya ushuhuda wako mtukufu. Wewe Cornelio umeishi ushuhuda mtukufu. Nimesikia juu ya ujasiri wako wa kuishi imani. Nimesikia heshima juu ya ushuhuda wako, na sisi watu wa Karthaje tunashiriki katika hiyo heshima yako, katika hiyo utukufu wako, katika hiyo sifa yako. Kwa hiyo sisi waumini tulioko hapa leo tunashiriki katika heshima ya baba yetu Polikapi, na tunajivuna kwa mazuri ambayo ameyafikia. Tunajiona fahari katika hilo. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Hizi nguvu huyu mzee kazitoa wapi? Hizi nguvu yeye kazitoa katika uhusiano wake na Mungu. Alikuwa mtu wa sala siku zote. Tumesikia aliamka saa 10:30. Baada ya kujiandaa aliingia kanisani kusali. Amefika hapa St. Joseph kabla ya kuingia ofisini, ameingia kwenye kanisa la kuabudu. Wengine wanajua walivyozunguka hapa Dar es Salaam wakati